Na mtazamaji wa Gift Online TV, na matumaini hujambo. Karibu tuweze kujuzana taarifa mbali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza tu kupata taarifa zetu pindi pale zinapojitokeza. Jina langu ni Tobias Kisima. Tunaanza na taarifa hii ambapo Marekani, Urusi za karibia mwafaka kuhusu Ukraine. Maafisa wa Marekani na Urusi wamekamilisha mazungumzo ya siku moja siku ya jana Jumatatu, wakiangazia pendekezo la mapatano ya kusitisha vita baharini kati ya Kiev na Moscow, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia zinazonuiwa kuchangia mazungumzo mapana ya amani. Lakini hata mazungumzo hayo yakiendelea nchini Saudi Arabia, ambapo ujumbe wa Ukraine ulikuwepo, kombora la Urusi lilipiga shule na hospitali nchini Ukraine na kujeruhi watu wasiopungua 88. Mazungumzo hayo yalilenga makubaliano ya kusitisha mapigano katika Bahari Nyeusi, na baadhi ya taarifa zilisema kuwa yalikuwa yanapiga hatua na kulitarajiwa kutolewa tangazo chanya hivi karibuni. Wiki iliyopita Urusi ilikataa mapendekezo ya Trump ya kusitisha kabisa vita kwa siku 30, ikikubali tu mapatano ya kutoshambulia miundombinu ya nishati. Mazungumzo hayo pia yamejadili masuala ya mipaka na umiliki wa mitambo ya umeme, kulingana na Rais wa Marekani Donald Trump. Kwingineko, mgogoro mashariki mwa DRC wazidi kuibua wasiwasi wa kikanda. Hali ya wasiwasi inazidi kuikumba Kongo Mashariki katikati mwa mapigano kati ya vikosi vya serikali ya waasi wa M23, huku nchi jirani ya Burundi ikielemewa na mzigo wa wakimbizi na Angola ikijitoa kuwa msuluhishi. Mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umechukua sura mpya ya kikanda, huku mataifa jirani na mashirika kimataifa yakikabiliana na athari zake za kijeshi, kisiasa na kibinadamu. Mapigano makali yamesababisha maelfu ya raia wa kukimbia makazi yao na pia kusababisha vifo vya wanajeshi wa kikanda waliotumwa kama walinda amani. Waziri wa ulinzi wa DRC yuko ziarani Afrika Kusini katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Mazungumzo yake na waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini yanalenga kuongeza uwezo wa kijeshi wa pamoja, hasa kufuatia vifo vya wanajeshi 14 wa Afrika Kusini waliouawa katika mapigano na waasi wa M23. Wizara ya Ulinzi ya Afrika Kusini imesisitiza kuwa ushirikiano huo ni muhimu kwa kudumisha amani na utulivu wa kikanda. Hata hivyo, tukio hilo limeongeza mvutano wa kidiplomasia, ambapo Rais Paul Kagame wa Rwanda aliwatuhumu wanajeshi wa Afrika Kusini kushiriki kwenye mashambulizi ya moja kwa moja badala ya kulinda amani kama ilivyoelekezwa kwenye dhamira yao ya awali. Jumuiya ya kikanda ya SADC, ambayo imekuwa mstari wa mbele katika operesheni ya kijeshi mashariki mwa DRC, imetangaza kuwa itaondoa wanajeshi wake. Hatua hiyo inakuja huku mataifa wanachama, hasa Afrika Kusini, yakitathmini upya nafasi yao kwenye mgogoro huo. Hii imeibua hofu ya kuzorota kwa usalama zaidi katika maeneo yanayokumbwa na vita. Wakati huo huo, kundi la M23 linaendelea na mashambulizi na hivi karibuni limekamata mji wa Walikale, kitovu cha uchimbaji madini, ikiwa ni hatua yao ya ndani zaidi katika DRC tangu mwaka 2012. Tumalizie na taarifa hii. Burundi imetishia kujibu vikali shambulio au uvamizi wowote utakaotokea nchini humo kutoka Rwanda. Na nukuu alichozungumza: "Tunafahamu Rwanda inajaribu kutuvamia kupitia ardhi ya DRC ili wasiingizie kuwa ni waasi wa Red Tabara na M23, lakini tunawaambia kwamba ikiwa mnaona kushambulia Bujumbura ni karibu kutoka Uvira, basi nasi tunaweza kushambulia Kigali kutoka mji wa Kirundo", alionya Rais Ndayishimiye. Akiongea na BBC, Rais wa Urusi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa wamepata taarifa za kuaminika kuwa taifa la Rwanda linapanga kuishambulia Burundi. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha vikali madai ya serikali ya Burundi. Na nukuu: "Matamshi ya Burundi ni ya kushangaza kwa sababu idara za ulinzi za nchi hizi mbili
zimekuwa zikikutana kujadili namna ya kulinda mipaka yao, haswa wakati huu kuna mzozo mashariki mwa DRC. Mwisho kunukuu, alizungumza msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolanda Makolo. Ndayishimiye amesema Rwanda itakuwa imefanya kosa kubwa kuivamia Burundi kwa njia yoyote ile, akisema Burundi itajibu kwa njia ya kijeshi na hivyo kuonya uwezekano wa kuzuka kwa vita vya kikanda. Rais huyo wa Burundi amesema pia, na nukuu, hatutakubali kuchinjwa kama mbuzi kama vile Wakongomani, mwisho wa kunukuu. Ndayishimiye alifahamisha serikali yake na kusema kuwa tayari imetuma ujumbe kwa rais wa Rwanda Paul Kagame ili mchakato wa kutekeleza makubaliano yao ya maridhiano ili kupunguza uhasama kati yao. Burundi imeishutumu Rwanda kwa kuwapa hifadhi watu wanaoaminika walijaribu kufanya mapinduzi ya serikali nchini Burundi mwaka 2015. Aidha, Burundi imedai kuwa utawala wa Rais Paul Kagame inawapa misaada waasi wa Red Tabara ambao mara kwa mara hufanya mashambulizi ya kuvizia nchini Burundi kutoka mashariki mwa DRC. Amesema Burundi imejiandaa vilivyo kulinda mipaka yake na kamwe haitaruhusu uvamizi wa aina yoyote, na kuishutumu Rwanda kwa kufadhili makundi ya waasi yanayosababisha maafa mashariki mwa Kongo. Mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi wa Red Tabara nchini Burundi yalisababisha nchi hiyo kufunga mipaka yake na Rwanda. Utawala wa Burundi umesema kuwa mchakato wa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka viongozi wa waasi wa Red Tabara unaendelea na kuwa serikali haina nia yoyote ya kufanya mazungumzo nao. Rais Ndayishimiye amesema kuwa jukumu la serikali yake sasa ni kuwasaka waasi hao na kuwafikisha mahakamani. Rais Ndayishimiye amesema Burundi haina nia yoyote ya kuvamia nchi nyingine au kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine, na hivyo inastahili kupewa heshima kama hiyo pia. Burundi yataka pia mazungumzo kati ya Tshisekedi na makundi ya waasi, ambapo ramani inaonyesha ujirani kati ya Rwanda na Burundi. Na kuhusu mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Ndayishimiye ametoa wito kwa Rais wa DRC Felix Tshisekedi kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na wadau wote, wakiwemo viongozi wa makundi yote ya waasi, ili kujaribu kutafuta suluhishi la mzozo wa vita unaoendelea mashariki na nchi hiyo. Rais Ndayishimiye amesema njia ya pekee ya kuaminika kutatua mzozo wa DRC ni kupitia mazungumzo ambayo yatashirikisha Wakongomani wote. Amesema Burundi inaunga mkono mazungumzo yanayoongozwa na wakuu wa jumuiya za SADC na Afrika Mashariki za kuwaleta pamoja viongozi wa DRC na wale waasi kwenye meza moja ya mazungumzo. Ndayishimiye amesema pia mzozo wa DRC ni suala ambalo linaweza kutatuliwa ndani ya nchi ikiwa viongozi wote wa DRC watakuwa na dhamira njema. Lakini pia ameonya kuwa mzozo huu unaweza kuendelea kwa muda mrefu ikiwa viongozi hawatajitolea kwa maslahi ya raia. Amesema mataifa ya Afrika, hasa DRC, haipaswi kuwa katika hali ya umaskini kutokana na rasilimali zake za madini, udongo wenye rutuba na mvua inaonyesha kwa misimu kadhaa, mbali na rasilimali zingine. Ndayishimiye amesema mzozo wa DRC unaweza kutatuliwa ikiwa rasilimali za serikali zitatumika vyema kwa maslahi ya wananchi wa DRC na viongozi kuwajibika. Waasi wa M23 wanaosadikika kuungwa mkono na Rwanda wameteka maeneo mengi ya mikoa ya Kivu ya kaskazini na kusini, ikiwemo miji mikuu ya Goma na Bukavu. Rwanda hata hivyo imekanusha madai kuwa inaunga mkono waasi hao wa M23, ikisema haina nia wala dhamira ya kuunga kundi lolote la waasi nchini DRC. Rwanda inasema vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC ni suala la ndani la nchi hiyo, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamebainisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini DRC, suala ambalo Rwanda imekanusha. Na huu ndio mwisho wa taarifa kwa siku hii ya leo, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima.